Sasa zinazidi kuendelea na leo mmefanya hamasa kwa upande wa mabenki lakini pia tumeona katika mitandao ya kijamii bwana mtumishi wa Mungu Mwamposa amekubali ombi lako au ombi la Simba. Kwanza umelipokea vipi baada ya kukubali? Tunamshukuru Mungu, maandalizi yanaendelea kwa upande wetu na leo tuko hapa katika viwanja vya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa ajili ya kusimamia na kuendesha bonanza ambalo linawahusu wafanyakazi kutoka benki mbalimbali ambao ni mashabiki wa Simba Bankers Bonanza. Jambo limekwenda vizuri, benki kadhaa 7 zimeshiriki na ushindano ulikuwa mkubwa, na lengo letu lilikuwa kwanza ni kufungua mianya ya kibiashara baina ya benki hizi na Simba Sports, lakini pili ni kufanya hamasa kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe 9 dhidi ya Al Masry. Mambo yote yamekwenda sawia kabisa kwa sababu kupitia bonanza hili maana yake ni kwamba tumezidi kufahamiana na wakurugenzi wa benki mbalimbali, maafisa masoko wa benki mbalimbali ambao tunaamini tutakuwa na mazungumzo nao baada hapa namna gani ya wao kufanya biashara na sisi Simba Sports Club, lakini vile vile kuelekea katika mchezo wetu kuona ni kwa namna gani na wenyewe watu wa benki kama wafanyakazi wanashiriki kuja uwanjani katika mchezo huo ili twende tukaipambanie Simba yetu twende nusu finali. Kwa hiyo malengo yetu ya kuandaa bonanza hili imefanikiwa na sisi Simba Sports Club tunao furaha kubwa kuona tunachokiandaa kinafanikiwa kwa asilimia kubwa. Ndio uitikio wa mashabiki sasa, manake katika misimu ya nyuma mlikuwa mnatoa update kuelekea katika michezo kama hii, kwa maana ununuaji wa tiketi mpaka sasa hivi ni wa kuridhisha? Ni wa kuridhisha. Kuanzia kesho Jumatatu tutaanza kutoa takwimu za tiketi gani zimeuzika kwa asilimia ngapi. Leo tunaiacha Jumapili watu waendelee kununua tiketi. Kesho Mwenyezi Mungu akijalia tutaanza kutoa mrejesho wa idadi ya tiketi ambazo tumeuza mpaka sasa. Mpinzani wenu Al Masry ameshawasili Dar es Salaam tayari na mechi ni Jumatano, maana anakuwa na siku kadhaa hapa. Hii haiwatii hofu nyinyi kama Simba kuona wamefika mapema, labda itatia ugumu wowote? Hakuna shida, sisi tulikaa Misri siku 7 kabla ya mchezo wetu na wao. Sababu kubwa ilikuwa ni hali ya hewa. Tuje mapema ili tuzoee, twende mapema ili tuzoee hali ya hewa. Kwa na wao wamekuja mapema kwa sababu hiyo ya hali ya hewa. Wamekuja ili wazoee kabisa hali ya hewa. Tukifika siku ya mchezo wawe familia na mazingira waweze kucheza vizuri. Kwa hiyo kuja kwao mapema ni kwa sababu hiyo zaidi. Hali ya kikosi ikoje semaji? Hali ya kikosi ni shwari, tuko kambini tangu juzi, vijana wanaendelea na program ya mazoezi. Namshukuru Mungu hakuna yote ambaye ana majeruhi. Hii maana yake ni kwamba tunaelekea katika mchezo huu Mwalimu Fadlu akiwa na silaha zake zote. Kwa namna moja ama nyingine inatupa sisi matumaini makubwa, ujasiri wa hali ya juu kuelekea katika mchezo huu. Semaji, hii tunavuka. Yote ataketia mkono futi 6 ardhini inamuita. Mmemaanisha kweli? Tumemaanisha, hatucheki na mtu. Tunataka kwenda nusu finali. Kama ni kukwama basi tukwame kwa sababu zetu sisi wenyewe. Eti sitokee mtu huko amepambana kuikwamisha Simba Sports Club. Hilo hatutakubali. Tunaposema hatucheki na wowote tunamaanisha hatucheki na wowote. Kwa hiyo tunataka kutumia nguvu yetu yote tuliyokuwa nayo ili twende nusu finali. Umesema Sheikh Mkoa ilikuwa sira yenu ya nyuma ya pazia, mmeamua kuiweka hadharani. Ni kwa sababu ya nusu finali kwa mnaitaka, ndio maana mkamwambia Sheikh Mkoa njoo na Simba wakuone? Ni Simba. Sheikh Walidi ni Simba sana. Mtumishi wa Mungu Mwamposa ni Simba sana. Kwa hiyo tumewaalika wana Simba wenzetu waje kwenye mchezo huu na wao tunafahamu wana watu wao nyuma ambao wanawafuata. Kwa hiyo kiwaalika wao maana yake ni kwamba na watu wake ambao wanawafuata na wenyewe wanakuja. Kwa hiyo dhana ya kupata watu wengi zaidi inafikiwa kupitia mwaliko wao. Vipi kuhusiana na Chemalon Fondo? Chemalon bado anaendelea na matibabu, atakuwa nje. Mechi hii ya tarehe 9 hatakuwepo. Sijajua kuhusiana na nusu finali na finali, lakini uhakika mechi ya kesho kutwa hatakuwa sehemu ya mchezo. Msemaji Wallace Karia
Paul Chacha, Mwamposa na Sheikh Walid. Listi inaendelea kuishia hapa. Inaendelea. Bado mgeni rasmi hatujamtangaza. Wale tuliotangaza peke yake ni wageni waalikwa, wageni maalum. Inategemea, na niseme tu baada ya kuwatangaza wageni hawa waalikwa na wageni hawa maalum, ombi limekuwa kubwa zaidi. Watu wanasema mwalike na yule, mwalike na huyu, mwalike na yule. Kwa hiyo unaona kabisa tayari mwitikio, mtikisiko ambao tuliutaka umetokea, na kwa hiyo bado orodha ya kualika watu inaendelea. Sisi lengo letu ni kupata watu wengi, yani ikiwezekana Benjamin Mkapa iwe ndogo, watu waje wawe wengi kweli kweli. Kwa hiyo kila ambaye tunaamini atatusaidia kwa namna moja ama nyingine. Kutusaidia maana yake ni kwamba tukikualika wewe kwa influence yako inaweza ikaleta watu wengine, sisi tutafanya hivyo. Shukrani. Amin, na mwisho la kumalizia. Nafikiri umesikia watani pia wao wamesema kama mnaweza kualika. Wako tayari kuja. Watahudhuria. Kumwalika nani? Watani Young Africans wamesema wako tayari kupokea mwaliko wenu. Tuwaalike kwenye mechi yetu? Ya kwenda nusu finali. Hii tunavuka, wanataka nao wawe sehemu ya Simba kuvuka. Watakuja lakini kwa masharti pia. Usiwapangie pa kukaa. Watachagua pa kukaa. Waliko kwa tayari. Lakini usiwaambie kwamba kaeni juu kule kama jikoni, chooni. Wao kokote wanataka wakae wao. Wako tayari kualika. Wako tayari. Yani mechi yetu sisi ya michuano ya kimataifa tuwaalike wao. Wako tayari. Wako tayari. Sio alikeni kwenye iftari. Hatuwezi. Hamwezi kualika wenyewe? Hatuwezi kufanya hicho kitu. Una wasiwasi? Hii mechi ni wana Simba. Wanakuja wana Simba tu. Hata kama ni mwaliko tunampelekea mwana Simba tu. Kila mtu acheze anakochezaga. Hili jambo haliwahusu. Inawezekana wamemisi michuano ya kimataifa kwa sababu hapa michuano ya kimataifa wao ni mpaka mwezi wa 11. Mbali sana, mbali kweli kweli. Kwa hiyo inawezekana wamemiss. Kwa hiyo hii shughuli haiwahusu. Kwa hiyo wakitaka kuwatazama sawa watazame wapi? Watafute TV. Lakini Yanga haruhusi. Hawapati mwaliko. Labda wanunua kualika hatuwezi. Labda wakinunua tiketi kija. Wakinunua tiketi haina shida. Tiketi zipo shilingi 5,000, 10,000, 15,000, 20, 30 na 40 VIP. Wakitaka hizo haina shida. Lakini kualika hata tukichanganyikiwa hatuwezi kuchanganyikiwa kualika wao. Semaji umesema mnaweza kumwalika mtu yeyote ambaye anaweza kawa na influence. Ambaye ni Simba. Ambaye ni Simba. Inawezekana kule kuna Simba. Ambaye ni Simba. Hamna Simba kule. Wapi? Kule pande pili. Unaweza kualika akafika pale akaanza kutukana viongozi akatuharibia shughuli. Wabaki nyumbani kuna nazi. Wabaki nyumbani wafanye shughuli zao nyingine. Labda atakuja kujifunza kwenda nusu finali. Kwa hiyo swala la ulinzi shirikishi mtaani tutabaki kwao. Wana Simba wote tutaondoka. Nyinyi ni wanafunzi Jumatano hamna mtu kuingia darasani. Na hauwezi kufeli eti siku moja hujaingia darasani. Labda wana mitihani sasa Jumatano. Na mitihani Jumatano? Hawana mitihani. Mitihani gani hiyo? Wanatofautiana wakati tu. Hawana mitihani Jumatano. Jumatano hakuna kuingia darasani. Labda vipindi vya asubuhi saa 2 mpaka saa 4, saa 4 mpaka saa 6. Vipindi vya kuanzia saa 7 kwenda mbele hakuna kuingia darasani. Na nisikia akili. Hamna kuingia darasani. Ikifika saa 7 nakuja Benjamin Mkapa. Nikuhakikishie tu hauwezi kufeli kwa kukosa kipindi cha siku moja. Nenda zako Benjamin Mkapa, enjoy, Alhamisi utaingia darasani. Na hauwezi kufukuzwa chuo eti haujaingia. Yani hicho kipindi hata awe anafundisha DVC Academy hawezi kukufukuza kwa sababu eti hujaingia chuo. Yani haiwezekani. Kwa hiyo Jumatano ingia vipindi vya asubuhi. Saa 7 funga chuo, njoo Benjamin Mkapa.
hapa chuoni. Waacheni mashabiki wa African Lyon wabaki hapa, mashabiki wa Liver Squad wa Villa Squad wabaki hapa. Kuna mwanafunzi kaibiwa, baada nyinyi kutoka tutajua aloiba ni nani, sababu wana Simba wote watakuwa mmekuja wapi? Mmekuja Benjamin Mkapa. Tumeelewana lakini? Siogope, njooni mfurahie Simba yenu. Kusoma kupo tu. Kusoma kupo tu. Mashati yao umeona? Mashati. Asianage tu.